Huku tukiendelea kuingoja kwa dhati kabisa na kwa uchu mkubwa Dada wa Kazi episodi ijayo. Sasa hapa kuna mambo machache ambayo nimekusogezea uweze kuyafahamu kuhusiana na mwendelezo wa Dada wa Kazi mchawi. Lakini kabla tujaendelea na hatujafika mbali, nikukumbushe tu shabiki wa Dada wa Kazi mchawi kwamba tisha zaidi sasa hivi kwa kubonyeza neno subscribe, neno lililopo pembeni hapo chini ya video hii, ili ukajihakikishia kwamba unakuwa mwanafamilia halisi wa Dada wa Kazi mchawi, lakini pia ujihakikishia kwamba unapata kila mwendelezo wa episodi mpya hapa Bongo Jambo Online. Lakini mara baada ya kusubscribe, basi bofya hiyo alama ya kengele iliyojitokeza ili ujihakikishie pia haupitwi na kila episodi mpya. Yes, sasa tumetoka kushuhudia vitimbwi ambavyo vinaendelea ndani ya nyumba ya Bwana Baba Joan, na mbaya zaidi ni kwamba anayefanya yote haya ni Dada wa Kazi, bidada ukuto Sonia ambaye kubwa hasa amelifanya katika episodi iliyopita ni kuwapiga upofu wa mdomo, yani kwa maana ya ububu, hawa wawili Fashion pamoja na bidada ukuto Nasla. Sasa jambo hili of course litakuwa zito sana, kwa sababu hawa wawili walikuwa wamekwisha kuonywa na bidada huyu wa Sonia kwamba wasizitoe siri zake kwa mama mwenye nyumba ama kwa mtu yoyote, lakini kwa kutokusikia kwao ama walihisi ni masiara tu kama vile Sonia anatania, lakini haikuwa hivyo. Imefanya kweli bwana. Sonia ameweza kuwapiga ububu, jambo ambalo litawafanya wao wasiongee wala wasisemezane wao kwa wao. Sasa itakuwaje? Kwa sababu kama Bajua atakuja, lakini pia hata dada yao kwa maana ya Kizibo atakuja, naye ataweza kushangaa kwamba hawa wawili wamepatwa na nini, na hakuna atakayeweza kuwasemea, labda kama wataandika. Sijajua kama watabakishiwa uwezo wa kuandika meseji ama nao watanyang'ana, lakini kama wataandika ndo njia pekee ya wao kuwasilisha ujumbe wao kwa wenyeji wao kwamba aliyehusika na mchezo huo ni nani. Lakini ni kuondoe hofu tu ya kwamba hapa bidada ukuto Sonia amewapa kama funzo tu, lakini muda so mrefu atazibua sauti zao na watarudi kuongea tena kama kawaida, ila kama kwa mafunzo kutokana na tabia yao ya uking'ang'a, kwa sababu hawakukubali kumsikiliza tangia hapo awali alipowaambia. Lakini ninaamini mpaka sasa tayari watakuwa wamekwisha kukipata cha mtema kuni, na sidhani kama tena watarudia kuweza kulopoka lopo maneno yasiyokuwa yanawahusu. Sasa wewe kama shabiki tuambie, je, unatamani Sonia afanywe nini na baba mwenye nyumba, kwa sababu tabia zake zimeshindikanika kabisa? Je, unatamani afukuzwe ama anafanya kitu ambacho ni sahihi kwa hawa wageni? Tuandikie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe.